Lakini mimi nianze kwanza kuelezea mada yangu, kuelezea kitu kinachoitwa ndoa, ambapo huu ndio msingi mkubwa tunaokusudia kuuzungumza, na kisha kuangalia hayo madhara yanayotokana na kitu kinachoitwa ndoa kuvunjika. Madhara yake ni yapi? Jamii imeathirika kwa kiwango gani? Ndugu zangu, ndoa ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka likiwa na malengo maalumu kabisa. Lakini katika miongoni mwa malengo ya ndoa lengo lake ikuja au imewekwa sheria ya ndoa kwa ajili ya hifdhi nasli. Hifdhi nasli maana yake ni kuhifadhi kizazi. Ndoa imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa na lengo la kuhifadhi kizazi. Mtu ambaye atazaa nje ya ndoa, kizazi chake kinakuwa kinapotea kisheria, yule mtoto anakuwa sio wa kwako. Ukizaa nje ya ndoa unakuwa huna kizazi, yule mtoto anakuwa sio wa kwako. Kinachopelekea kuthibitisha kuwa yule mtoto ni wa kwako ni kitu kinachoitwa ndoa. Ndicho kinachopelekea kuthibitisha kwamba huyu mtoto ni wa kwako. Kwa hiyo ukizaa nje ya ndoa, maana yake umekata kizazi. Kama mtoto ilikuwa aitwe Juma ibn Abdallah, wewe unaitwa Abdallah, yule mtoto hatoitwa Juma ibn Abdallah, hatoitwa hivyo. Kwa sababu gani? Amezaliwa nje ya ndoa. Hiyo ndio kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Kama binti yako ilikuwa aitwe Maryam binti Abdallah, hatoitwa Maryam binti Abdallah kwa sababu yule mtoto amepatikana nje ya ndoa. Kwa hiyo maana yake ndoa au mtu akizaa nje ya ndoa anakata kizazi, anakuwa hana kizazi. Ukoo wake unakuwa hauhesabiki kwamba huu ni ukoo wa fulani kisheria katika dini ya Uislamu. Na ndio maana mtu aliyezaa nje ya ndoa, yule mtoto anakuwa hawezi kurithiana naye. Kwa sababu gani hawezi kurithiana naye? Kwa sababu anakuwa sio mwanawe kisheria. Ili awe mwanawe lazima ipatikane kitu kinaitwa ndoa, ndio tunasema huyu mwanae. Kipatikane kitu kinaitwa ndoa, ndio tunasema huyu sasa mwanawe, kwa sababu kuna ndoa. Na nakumbuka katika somo la mirathi tulisoma kwamba ndoa ni kigezo kinachopelekea watu kurithiana. Mke anaweza kumrithi mume na mume anaweza kumrithi mke kwa kitu kinachoitwa ndoa, na mtoto anaweza kumrithi baba na baba anaweza kumrithi mtoto kwa sababu ya kitu kinachoitwa ndoa. Otherwise, kinyume na hapo haiwezekani watu kurithiana. Kwa hiyo ndoa kwa maana nyingine imekuja kama ni hifdhi nasli, kuhifadhi kizazi. Unahifadhi kizazi chako kwa kitu kinachoitwa ndoa.